Salama Mwingi, tuambie takwimu zinazungumza nini kuhusiana na timu hizi 4 ambazo zimetinga kwenye hatua ya nusu finali? Kwa timu hizi 4 ambazo zimetinga katika hatua ya nusu finali, ukianza na timu ya Hispania, tangu mashindano haya yaanza wamefunga magoli 12, lakini pia wameruhusu goli moja tu, ambapo goli lenyewe waliruhusu walikuwa wanacheza na Belgium, Ubelgiji, ndio walipoteza hilo, waliruhusu hilo goli moja katika hatua ya robo finali. Lakini pia utaangalia namna ambavyo wameitoa timu kama vile Ureno. Hispania ni moja ya timu ambayo imezoeleka kucheza soft football, lakini pia ile tiki-taka football. Lakini ukiangalia kwa upande wa wapinzani wao ambao ni Ufaransa, wamefunga magoli 14, wameruhusu magoli 2 tu, ambapo utaangalia kwa namna ambavyo Ufaransa wamecheza, ushindi wao mkubwa ni ushindi wa magoli 3. Hakuna hawajaongeza ni magoli zaidi ya hapo. Lakini kuja kwa upande wa Argentina, wao tangu mashindano haya yaanza wamefunga magoli 15, wamepoteza magoli 6. Kwa hiyo unaona namna ambavyo Argentina amekuwa amefunga magoli 15, lakini pia ukuta wake kidogo umeonekana kuruhusu magoli mengi ukilinganisha na hizo timu nyingine ambazo nimezitaja hapo. Lakini utaangalia pia naye Argentina ni moja ya timu ambayo imefunga magoli mengi, hasa ukiangalia kwenye hatua 32 bora, hatua ya 16 na hatua ya robo finali, ambapo utaangalia kwenye hatua ya 32 bora walitoka 3-2 dhidi ya Cape Verde, lakini pia Argentina dhidi ya Misri katika hatua ya 16 bora ilitoka 3-2, lakini pia jana 3-1 dhidi ya Uswisi wamepata ushindi huo tena katika dakika zile za niongeza kwenda kupata magoli hayo 3-1. Lakini ukija kwa upande wa Uingereza ambapo watakutana hapo, utaona Uingereza wamefunga magoli 13, wameruhusu magoli 6. Kwa Uingereza wao utaangalia pia namna ambavyo wamekuwa hawazungumzwi sana, lakini ni hivyo hivyo tunasema kwamba ile slow lakini but sure ile hii namna ambavyo wanacheza. Lakini si hivyo tu, kwa takwimu nyingine ambazo utaangalia wafungaji wakuu wa kila timu, wale wachezaji ambao wakutumainiwa ambao wamekuwa bora katika vikosi vyao. Utaangalia kwa upande wa Hispania, Lamine Yamal ambaye mpaka hivi sasa ana magoli 4. Ufaransa, Kylian Mbappe ambapo anaongoza kuwa na magoli 8, yupo pamoja na Lionel Messi wa Argentina ambaye pia ana magoli 8. Lakini pia kwa upande wa Uingereza, Harry Kane amekuwa na wakati mzuri mpaka hivi sasa, amekuwa na magoli 5 na ni mmoja ya mchezaji ambaye amekuwa akienda kutoa mchango mkubwa sana kwa timu yake ya England, hata kama ukiona wanakuwa wanaelekea katika kwenda kupoteza mchezo, lakini mchezaji kama Harry Kane amekuwa kioo katika kikosi hicho. Lakini si peke yake, kwa namna ambavyo Jude Bellingham amekuwa akicheza pia wanaenda kuathiri mchezo moja kwa moja kwa faida nzuri zaidi katika michuano hiyo. Lakini pia utaangalia kwa namna ambavyo timu ya Hispania imekuwa inasifika kwa kumiliki mpira kwa muda mrefu sana. Kwa mfano ukiangalia takriban 66% tangu anaanza mashindano haya wamekuwa kimiliki mpira. Hata walipokuwa wakicheza vile na Cape Verde, tutakumbuka katika ile hatua ya makundi kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza, wametoka sare, lakini asilimia kubwa wamemiliki wao mpira. Lakini pia Ufaransa, takwimu zao katika kumiliki mpira ni 58%, Uingereza 56%, Argentina 55%. Kwa hiyo unaona namna ambavyo ulinzi bora ambao Hispania wanao, hivyo mpinzani wake ambaye ni Ufaransa inatakiwa aende akafanye kazi kubwa sana, kwa namna ambavyo ukiangalia Ufaransa katika mchezo wao uliopita ambapo walicheza na Morocco walikuwa wametoka 2-0, lakini mchezo mgumu ambao walionyeshwa na Paraguay ambapo watoka 1-0. Kwa hiyo watakapokutana na Hispania ambapo wameshazoea kucheza mpira wa kumiliki zaidi, ni jambo ambalo Ufaransa inatakiwa wawe na zile funguo za kwenda kufungua zile nafasi ambazo zitakuwa zimezibwa na wachezaji hao wa Hispania, kwa sababu wanaonekana kuwa na ukuta mzuri zaidi. Kwa hiyo kwa namna ambavyo pia vile vile Argentina ni moja ya timu ambayo inafunga, lakini pia ukuta wake umeonekana kuachia nafasi sana. Na hata ukiangalia katika mchezo wa jana ambapo walicheza na Uswisi, kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza Argentina walikuwa wameanza kwa kasi kubwa sana, na kasi yao ya mashambulizi wanapenda sana kutumia kwa Lionel Messi. Lakini Uswisi walionyesha uvumilivu mpaka dakika 90, lakini unaweza kusema kwamba jambo ambalo limeenda kuamua mchezo huu wa jana kwa Argentina ni uzoefu. Unasema kwamba ile endurance kwa kiasi kikubwa ndio jambo ambalo Argentina limewafanya wao kwenda kupata magoli hayo 3. Kwa hiyo kwenye nusu finali kuna kazi kubwa itaenda kufanyika, na pengine itakuwa ni moja ya finali nzuri zaidi katika hizi timu ambazo zitakazoweza kufuzu katika hatua ya finali. FM